akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoyota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamsujudu, yani ndoto amesimulia mbele yao. Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akayahifadhi. Baba yake akalihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia, yani mzee Yakobo akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, nenda basi ukawaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletea habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akasema, unatafuta nini? Yusufu akajibu akasema, natafuta ndugu zangu, tafadhali niambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana naliwasikia wakisema twende Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona kutoka mbali, na kabla hawajawakaribia wakafanya shauri juu yake. Angalia, wamemwona Yusufu yule, kama hapo unamwona kule Nunge, wakisema jamani, njoeni ndugu 11, njoeni. Yusufu yule anakuja, akatumwa na baba kwetu. Wakafanya shauri, anasema wakamwona toka mbali, na kabla hawajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili waamue. Shauri walilojadili, jamani, leo wametufuata huko mapolini, huyu bwana ndoto tumue. Na wakasema, wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana ndoto anakuja, haya twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, basi tutasema wanyama wakali wamemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Yani yale maono Mungu anayemwonesha, yale mambo anayetusimulia, tuone tukimua yatakuwaje. Mimi nimeishia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu linasema vita ya kumiliki milango yako ya baraka. Hapa tunaona familia moja yenye baba na mama na watoto 12. Lakini katika hiyo familia Mungu ameweka mbaraka ndani ya ile familia. Kati ya wale watoto 12, Mungu ameweka mbaraka kwa mmoja ya watoto wale 12 ambaye anaitwa Yusufu. Na Mungu hawezi kufanya kitu bila kukufunulia. Mungu anasema, sitafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wangu manabii. Kwa hiyo kile ambacho Mungu alikiweka ndani ya ile familia, alikifunua kwa mwenye maono, kwa alikowekeza, akawa anamwonyesha kwa njia ya ndoto na kwa njia ya mifano ya ndoto. Anaota miganda 11. Anaota wako shambani wanafunga miganda, alafu mganda wa kwake unainuka, alafu ile mingine inakuja inainamia ule mganda wake. Wale ndugu zake wanapewa taarifa mambo ambayo Mungu ameyaweka kwake Yusufu. Lakini angalia, Biblia anasema wale ndugu wakamhusudu, yani wakawa kinyume na Yusufu, kinyume na kile ambacho Mungu ameweka ndani ya Yusufu. Akaota ndoto nyingine, akasimulia mbele ya baba, mbele ya mama na mbele ya wale ndugu 11 kwamba niliona nyota na mwezi, jua na mwezi na nyota 11 zinainama mbele. Wanasema ina maana wewe utatutawala sisi, ina maana wewe tutakusujudia sisi mpaka chini. Yeye anaota, Bwana asifiwe sana, hajui tafsiri ya hicho anachoota. Kwa hiyo anajaribu kusimulia kwa hao wakubwa, kwa nini nimeota ndoto kama hii? Lakini wao kwa sababu wanajua tafsiri ya ndoto, wanamkemea na wanamwambia, ina maana mimi baba yako na mama yako na hao ndugu 11 tutakusujudia wewe mpaka nchi. Baba anayahifadhi yale maneno,
lakini ndugu wanazidi kuchukia vita ya kumiliki milango ya baraka yako. Wanaweza siwe sana. Haleluya kanisa. Angalia, baba anajua hiki anachonisimulia kwamba Mungu ameweka maono ndani ya huyu mtoto, atakuja kuwa mkubwa kuliko wenzake, na sisi tutamwinamia. Baba analihifadhi lile neno. Ndugu wanaumia. Kwa nini mnaumia? Kwa nini kuchukia? Wanaweza siwe sana. Unafikiri ni wao? Hiyo ni vita ambayo adui anawatumia wao wachukie, anawatumia wao waone vibaya. Kwa nini huyu amiliki? Kwa nini isiwe nyinyi? Kwa sababu mkizaliwa wawili au watatu au wanne au watano au 12 kama hao walipozaliwa, mmoja akiinuka, si ndio atawakuta na wengine? Si ndio atawanyanyua wengine? Kwa nini hao wachukie? Unafikiri ni wao? Hiyo ni vita. Vita kati ya Yusufu na mashetani, lakini yanatumia ndugu zake, yanatumia watu wa karibu. Angalia, baba ameelewa maana ya ndoto aliyonisimulia Yusufu, kwamba hata mimi na mama yake tutamsujudia. Pengine Mungu ameweka ufalme ndani yake, lakini anamkemea. Ina maana ulizaa watoto, utaki watoto wao watawala? Ina maana Yakobo alikuwa hataki mwanae mtawala? Binadamu anataka, kila mzazi anatamani kuona mwanae anafanikiwa katika nchi. Hakuna mzazi anayefurahia kuona mwanae anapita babani. Lakini kwa nini amkemee? Kwa nini Yakobo akamkemea na anamuuliza maswali? Ina maana mimi na mama yako tutakusujudia wewe. Sasa kama Mungu ameweka hiyo, kwa nini ushangae? Wanaweza siwe sana. Haleluya kanisa. Kama Mungu ametaka hivi, kwani shida iko wapi? Lakini kwa nini amkemee? Shida yangu na swali langu, kwa nini Yakobo amkemee? Unafikiri ni yeye kwa akili zake? Shetani anatumia watu wa karibu kufanya vita na mtu ili asifikie kumiliki baraka ambazo Mungu amewekea. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia hapa, shetani haonekani. Wanaonekana ni ndugu. Anaonekana baba, anaonekana mama. Shetani haonekani. Shetani ni roho. Ili afanye kazi katika ulimwengu huu, katika dunia hii, anahitaji mwili. Hapa anawatumia ndugu wa karibu wa Yusufu kufikia yale maono na kupata hasira. Angalia sasa, wakati umefika, Yusufu anatumwa na baba yake, tena anawatafuta kwa upendo Yusufu. Bwana asifiwe sana. Anakutana nyikani na mtu asiyemjua. Mimi kwa akili zangu nasema pengine yule alikuwa ni malaika. Kwa nini alikuwa nyikani anazunguka zunguka? Inawezekana alikuwa ni malaika. Bwana asifiwe sana. Na Yusufu anapata ufahamu wa kumuuliza yule. Kabla Yusufu hajauliza, yule mwenyewe anamwambia Yusufu, unatafuta nini kijana? Nyikani. Pata picha, ni polini huko. Miaka ile si kama miaka ya leo. Hata ukienda polini utakutana na watu, utakutana na nyumba. Miaka hiyo ukisikia nyikani, ni nyikani kweli. Ni milio ya ndege, ni mamilio ya fisi. Unaweza kusikia hata sauti za simba wakinguruma. Huko nyikani ni nyikani kweli. Nafikiria kijana yuko peke yake na anatii sauti ya baba yake aliyemwambia, wapate ndugu zako, nipate kujua wanaendeleaje, lakini nipate kujua hata wanyama wanaowachunga wako salama, wana hali gani. Yusufu anakuja nyikani, maeneo ambayo baba yake amemwelekeza. Hakutani na mtu, anakuta mtu mmoja, na yule mtu anamuuliza, kijana, unatafuta nini hapa? Yusufu anasema, nawatafuta ndugu zangu. Je, umewaona? Anamwambia, niliwasikia wakisemezana wao na wao kwa wao, twende Dosani. Nafikiri watakuwa wameenda huko. Yusufu kwa upendo kabisa anatoka Shekemu, anaelekea nyika ya Dosani. Akiwa mbali anaona ndugu zake wale na mifugo. Akiwa mbali na wao wakamtambua kwamba yule anayekuja ni Yusufu. Bila shaka ametumwa na mzee Yakobo. Wanaanza kuitana, wanajadili. Na mjadala wanaojadili si kwamba unajua mtu anawafuata polini. Mimi nilifikiri kwanza wangejadili kuna nini nyumbani.
pengine kuna shida, au baba anauma, au mama anauma, kuna tatizo, kuna msiba, kwa nini atufuate? Lakini wao hawajadili hayo, hawatishi kuja kwa Yusufu kule nyikani, wanaitana na kujadili kwamba yule bwana ndoto yule anakuja. Sasa natumue, alafu tuone yale anayosimulia yatakuwaje. Mwambie mwenzako, vita ya kumiliki milango yako ya baraka ni kubwa sana. Fikiria wewe leo umeenda kuchunga poli fulani, na una kawaida ukienda unakaa huko siku 7, unakaa hata mwezi na hakuna shida, hakuna mtu anakufuata. Ghafla mkiwa kule polini mnashangaa mdogo wenu anawafuata. Lazima mimi nilifikiri wangetaharuki, nyumbani kuna nini? Pengine kuna msiba, pengine baba mgonjwa, kwa nini tumefuatwa? Lakini wanamwona kwa mbali, wanakaa wanajadili, tumue alafu tuone ndoto zake zitakuwaje. Biblia anasema wakajadili tumue. Mstari wa 20 anasema haya, twende tukamue na kumtupa katika birika moja wapo. Haya mabirika ni mabwawa yale ambayo walikuwa wanayachimba, wanayatengeneza kwa ajili ya kuhifadhi maji, kunyweshea mifugo yao. Kwa hiyo ukitupa humo, kutoka ni shughuli. Kwanza yanateleza, unatokaje? Maana unaweza ukafa kule shimoni kwa njaa. Kwa hiyo anasema tumue, alafu tumtupe moja ya haya mabirika, alafu tutawaambia wazazi kwamba wanyama wakali wamemla. Yaani wana jawabu la kumua, wana jawabu na mpaka la kumwambia baba yao kwamba akituuliza mdogo wenu yuko wapi, ndugu yenu yuko wapi, tutamwambia simba. Na kweli miaka ile uwezi uende nyikani peke yako. Simba walikuwa ni nje, dubu ni nje, fisi hawa ni nje. Lakini angalia, wanasema tutamua, halafu tutamwambia mzee wanyama wakali wamemla. Ili kwa nini tunamua? Kusudi gani la kumua? Tuone yale anayetuambia, zile ndoto zake zitakuwaje. Sema Bwana Yesu, ulilokusudia lazima litimie kwa jina la Yesu. Angalia mjadala wao. Kwa nini tunamua? Ametukosea? Jibu hakuna. Yuko kinyume na sisi? Hapana. Ana tabia mbaya tukimtuma hataki? Hapana. Nini tunamua? Wanasema tumue ili tuone, yani kusudi la kumua tuone ndoto zake zitatimia. Kwa hiyo kumbe shetani anaweza akapambana na wewe, si kwamba una ubaya wote umefanya kwake, si kwamba kuna kitu kibaya umetenda. Lengo la kupambana na wewe kwa sababu hataki umiliki zile baraka ambazo Mungu aliweka mbele zako. Sema amina kwa jina la Yesu. Lengo ni hilo. Bwana, hata ungekutana nao leo ungewauliza Yusufu alikuwa mkaidi? Hapana. Alikuwa kiburi? Hapana. Kwa nini mlimua? Anasema tulitaka tuone ndoto zake anazotuambia zitatimiaje. Tumemua sasa, haya zitatimiaje? Kwa hiyo unapotaka kumiliki milango yako ya baraka, iko vita. Na hiyo vita tunapigana na mashetani. Na hayo mashetani yanaweza yakatumia mtu yoyote. Yanaweza yakatumia mume wako, yanaweza yakamtumia mke wako, yanaweza yakawatumia wazazi, yanaweza yakawatumia ndugu zako, wanaweza wakatumika wafanyakazi wenzako, wanaweza wakatumika majirani zako, wanaweza wakatumika watu wanaokujua kukudhibiti usifikie kwenye kusudi lako. Wewe usipojua utapambana na hao. Wewe usipojua utapambana na hao. Unaweza kugombana na baba zako, unaweza kugombana na mama yako, unaweza kugombana na kaka zako na dada zako. Kumbe si ndani ya hao watu ndio yuko adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaposema adui ya mtu ni yule wa nyumbani mwake, usije ukagombana na yule wa nje. Adui anakuwa ndani ya yule wa nyumbani mwako. Angalia, baraka za Yusufu zilikuwa ni msaada kwa mzee Yakobo mwenyewe. Baraka za Yusufu zilikuwa ni msaada kwa hao ndugu zake waliotaka wamue. Kwa sababu ukisoma hiyo sura, ukisoma mpaka mwisho hichi kitabu cha Mwanzo, unaona baada ya Yusufu kuyafikia yale yaliyokuwa yanaonyeshwa na Mungu, ndugu zake walikuwa wanufaika wa kwanza.
Baba yake alikuwa mnufaika wa zile baraka. Tumesoma kitabu cha Mwanzo. Ndugu zake wanaingia Misri kwa ukaribisho wa Yusufu. Na Yusufu anawaambia karibuni kwangu wakati dunia inanuka njaa. Wakati hali ni tete. Lakini ndio waliotaka kumua. Leo wananufaika na baraka zake. Mzee Yakobo anaingia Misri. Yusufu anamtambulisha baba yake kwa Farao kwamba huyu ni baba yangu. Na haiba ya babangu ni mfugaji, yeye anapenda kufuga. Na Farao anamwambia Yusufu, chagueni eneo nzuri ambao ndugu zako watakaa na mifugo yao. Wakachagua bonde lenye malisho, lenye vijito vya maji kwa heshima ya Yusufu. Sasa kama hao ndio wanufaika, kwa nini kule mwanzo anawasimulia yale maono walitaka kumua? Unafikiri ni wao? Ni shetani alikuwa ndani yao. Haleluya kanisa. Shetani anapotaka kukabiliana na wewe, hachagui mtu wa kumtumia. Angalia hapa, amemtumia mpaka mzee Yakobo. Na mzee Yakobo tunajua kabisa yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Haleluya kanisa. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na maana yeye ndo alibadilishwa kutoka Yakobo akaitwa Israeli. Na wakati huo tayari anaitwa Israeli. Ni mbarikiwa. Lakini angalia shetani alivyokuwa hana aibu, amekamata hata ufahamu wa babake wa mzee Yakobo na kumkemea Yusufu aliposimulia yale maono. Haleluya kanisa. Wanaweza wasiwe sana. Kumiliki ni vitu. Unapotaka kumiliki milango yako ya baraka ni vita. Ndio maana wengine baraka zao Mungu ameweka kwenye uzao. Yaani wewe Mungu amekubariki kupitia uzao wako. Na hii tunaiona kwenye Biblia wakati Yesu anafanya miujiza mingi. Kuna baadhi ya wamama wakamkimbilia Yesu na kumshika na kumsujudia. Mama mmoja akasema, libarikiwe tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya. Kwa hiyo ziko baraka zingine Mungu anampa mtu kupitia uzao wake. Yaani ndani ya tumbo lako Mungu ameweka watu wakubwa. Kwa hiyo shetani anajua hilo kwamba tumbo lile limebeba watu wazito. Kwa hiyo atapambana na hiyo ndoa, atapambana na huyo mtu. Utashangaa miaka inaenda haupati watoto, wewe unafikiri ni kawaida. Kumbe katika ulimwengu wa roho shetani limechungulia tumbo, limeona baraka za Mungu kupitia mwanamke ziko kwenye uzao wake. Haleluya kanisa. Wengine ziko usoni. Wanaswezana. Ziko usoni. Yaani Mungu amekupa uso ambao kila naye kuona wewe anatamani kufanya kitu na wewe. Anatamani mshirikiane kwenye jambo fulani. Yaani ukionekana tu mahali watu, huyu kwa nini simshirikishe hili jambo tukafanya pamoja? Nasema unakuwa na kibali kikubwa. Yaani mtu kwa kukutazama tu anaona huyu anafaa kufanya hiki. Ndio anapambana na uso wa namna hii. Biblia inasema Yusufu alikuwa mzuri wa uso, si ndio? Kimona tu unatamani hadi yeye ndo aongoze hapo. Huyu ndo anafaa tuongoze. Aliingia tu nyumbani mwa Potifa, Potifa akamwamini. Hata ajui tabia zake. Kuingia tu. Kama kijana mbona kwa kuonekana, yani muonekano, unajua muonekano unaongea, bwana sasa. Wewe unamjua huyu teja, si kwa kumwangalia. Na huyu sio kumwachia nyumba huyu. Wewe anaweza kauza kila kitu hapo. Macho yako tu. Siku moja tumeenda kumwangalia ndugu yake naye yuko pale magereza ya Ukonga. Bwana sasa. Tumeenda pale tukamwangalia kuna ndugu yake alipata shida ilikuwa kule. Tumeingia sisi, tunaandikisha pale. Kaja bodaboda nyuma yetu, kasokota vilasta hivi. Yule askari aliyetufungulia geti tumepita, askari yule alipomwona tu yule bwana anambia toka. Unamwona nani anafanana na wewe huko ndani? Toka. Rudi cha pikipiki. Kwa yule bwana kaingia tu na barabara kabisa akarudi tena. Kafukuzwa kwa sababu kuangua humu, kasokota vinywele fulani vimesimama vichafu. Kwa hiyo yani muonekano tu. Mfungwa geti la magereza anambia toka rudi huko. Kwa kumwona kagundua huyu kijana si sawa. Wanaweza ziwe sana.
Kwa hiyo mwingine baraka zake ziko usoni. Mtu akikuona anakuamini. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuamini. Anatamani akushirikishe hili. Anatamani akushirikishe hili. Yaani unajishangaa kwa sababu baraka zako ziko hapo. Haleluya kanisa. Wengine ndio hivyo kwenye uzao. Na wengine ndio hivyo Mungu anawaonyesha kwenye maono kwamba wewe ndio huyu. Wewe utakuja kuwa huyu. Sasa shetani ni roho, Bwana asifiwe sana. Anaona milango yako ya baraka. Anaona tangu ukiwa mdogo au tangu tumboni mwa mama yako, anajua wewe ni nani. Haleluya kanisa. Tangu tumboni mwa mama yako Mungu anasema nalikujua na alikutakasa, nimekuweka kwa nabii wa mataifa. Tangu tumboni mwa mama. Kwa hiyo Mungu ni roho, anajua tangu ukiwa tumboni na anakutakasa na anakuweka uwe nani. Na mashetani ni roho, yanaona tangu tumboni kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Sasa unapoona hivi kwamba kuna jambo linakuwa gumu, jua hiyo ni vita. Sio kila jambo la kuamini na kufurahia tunachukulia kawaida, hapana. Ujue hiyo ni vita. Na unapojua hiyo ni vita, lazima simama, pambana. Yesu anasema nimewapa mamlaka, nimewapa uwezo wa kukanyaga nyoka na inge na kila uwezo wa yule adui. Yaani kila uwezo ambao shetani anao, sisi tuna mamlaka juu yake. Kama na uwezo wa kuroga, kama na uchawi wa kufunga mafundo, kama na uchawi wa kupiga ramli, kama na uchawi wa kusoma viganja, sisi tuna mamlaka juu ya hivyo vitu vyote. Iwe ni kufunga mfundo, tuna mamlaka ya kufungua vifungo. Nimewapa mamlaka. Nimewapa amri. Mamlaka ni amri. Bwana sana. Na milango ambayo Mungu amekuwekea, shetani anayejua na anapambana. Usipopambana, usipoyajua haya, unaweza ukaondoka katika hii dunia umechoka vibaya au umeshindwa vibaya, lakini Mungu anasema sina hatia kwako. Kila kitu nilikupa. Kila kitu nilikupa. Nilikupa uwezo, nilikupa uhai, nilikupa uzima, nilikupa na mamlaka. Ulishindwa mwenyewe. Na maana angalia, unapowasoma taifa la Israeli, wao ni mzaliwa wa kwanza. Yaani katika mataifa yote duniani, Mungu alilichagua lile taifa liwe la kwake. Wanasiwe sana. Kama familia ya watu 12, Mungu anamchagua Yusufu, kupitia Yusufu hao 11 wabarikiwe. Katika mataifa yote duniani, Mungu analichagua taifa la Israeli kwamba kwa kupitia taifa hilo mataifa mengine yafanyeje? Yajibarikie. Sio Biblia inavyosema? Anamwambia kwenye Mwanzo Ibrahimu, kupitia wewe na uzao wako mataifa yatajibariki. Uzao nao utaja pale wa Kristo. Kristo ni Mwisraeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Sasa angalia vita ambayo wanalo lile taifa. Ndio tujifunze. Yesu anaposema hivi, kwa mtini na mjifunze jambo hili. Angalia lile taifa tangu huko, kabla hata mimi sijazaliwa na wewe nafikiri hujazaliwa. Tangu vizazi na vizazi, maana tunasoma historia yao. Limekuwa ni taifa la mapambano. Limekuwa ni taifa la vita. Tangu historia inaonyesha, tangu kile kitaifa ni kidogo, kina watu wachache, lakini kimepigana vita hawana hesabu. Wanaelewa sana. Kwa nini wanapigana na hilo taifa? Kwa sababu wanajua kupitia hili taifa ulimwengu utabarikiwa. Kwa hiyo shetani anawatumia majirani zake, shetani anawatumia watu wa karibu, shetani anawatumia amewahi kuyatumia mataifa mengi kuliangamiza lile taifa. Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja nao, aliwafundisha vita. Kila maadui wanapokuja wanapigwa vibaya, wanarudi nyuma. Alijaribu Hitler akapigwa vibaya, akarudi nyuma. Wakajaribu Misri wakapigwa vibaya. Vizazi mpaka vizazi.
kila wanapojaribu kupambana nayo wanashindwa. Wewe unatakiwa ujifunze kwa mtii. Wanaweza sema sana, wale ni mfano wetu. Wanapokabiliana na maadui, ndivyo wewe uliokoka, ambao milango yako ya baraka iko mbele ya maadui zako, wanapokabiliana na wewe. Sasa kwa sababu hatujui, wengi tunachukulia mambo kawaida, kwamba ni kawaida tu. Si kawaida. Haleluya kanisa. Angalia Yesu anapotuambia, anasema kanisa ninalolijenga mimi. Si ndio? Kanisa ninalolijenga mimi. Alafu anasema milango ya kuzimu haitalishinda. Manake anajua iko milango ya baraka, iko milango inaitwa ni milango ya kuzimu. Hiyo milango ya kuzimu inapambana na wale ambao wanamwamini Mungu, ambao milango yao Mungu ameibariki, wanapambana. Sasa usipojua kupigana hivyo vita, utamiliki. Wanaweza sio sawa. Kwa nini mataifa haya yanayopigana na Israeli hawapigani na sisi? Kwa nini wasipigane na Kongo? Kwa nini wasipigane na mataifa haya mengine? Wewe jiulize hili swali. Kwa nini wanapigana na kale kataifa? Ukiangalia hata mji wao, nchi yenyewe imekaa mlimani na wamezungukwa na mimawe tu. Yani, kwa nini wanapigana na wale? Kama wanataka nchi yenye ardhi nzuri, si wangepigana na Kongo basi? Yenye madini, yenye kila. Kwa nini wale? Wanaweza asiwe sana. Yule ndio Yusufu wa taifa wa dunia. Bwana asiwe sana. Yusufu alikuwa mbaraka wa ile familia. Kale kataifa ni mbaraka wa dunia. Kwa hiyo shetani anajua tukipiga haka tumeondoa lile kusudi la Mungu. Shetani alijua tukimua Yusufu tumeshaimaliza hii familia. Haleluya kanisa. Kwa kuwa wale walijua kwamba sisi tunawindwa, wanatamani tumalizwe, tusiwepo kabisa katika ramani ya dunia hii. Bwana aliwafundisha vita. Kwa maana Daudi anasema Bwana ndiye aifundishaye mikono yangu kufanya nini? Kupigana vita. Angalia Daudi ndio taifa lile, ametoka kwenye taifa lile. Angalia msome Daudi alipopigana vita, mpaka anafika mahala anataka mjengee Mungu madhabahu. Mungu anamwambia Daudi, umeua sana. Si kwamba Mungu alikuwa ajui mauaji aliyokuwa anayafanya Daudi, alikuwa anajua na alikuwa anamwezesha. Kwa sababu mara nyingine Daudi amemuuliza Mungu, niwafuatie? Utawatia mikononi mwangu? Angalia, anamwambia nenda, nitawatia mikononi mwako. Haleluya kanisa. Sasa wewe ndio lile taifa, lakini wa rohoni. Wewe ni kusudi la Mungu. Milango yako ya baraka ambayo Mungu amekuwekea, adui anaiona. Ili umiliki, lazima fanya vita na huyo adui. Usikubali. Haleluya kanisa. Usikubali kushindwa. Usikubali kufia jangwani, kwa sababu kumiliki ni vita. Unapotaka kumiliki milango yako ya baraka ni vita. Na maana mwingine, nimesema wengine baraka zao zipo kwenye tumbo. Kama anayekuja ni nani? Kama alikuwa kwenye ndoa, hiyo ndoa inaweza hata kuvunjika. Yaani shetani akishajua yule ambaye amebeba kusudi la hiyo familia anatakiwa kuzaliwa, hiyo ndoa inaweza kuvunjika. Atatafuta namna hata ndoa ivunjike, waachane ili wewe asizaliwe. Wanaweza sawa. Sasa kama ujui ukasema acha tuachane, kwani nini? Kumbe wenzako wamejua ulikuwa unakuja, alikuwa anakuja nani? Napoachana wanashangilia, tumeweza. Yule bwana hajazaliwa. Haleluya kanisa. Angalia kuzaliwa kwa Yesu. Yesu anakuja kuwa baraka kwa mataifa. Yusufu anapanga kumwacha Mariamu kwa siri. Haleluya kanisa. Anapanga kumwacha kwa siri
Wewe usifikiri kwamba hata angemwacha siangezaliwa tu. Sheria za wakati ule ilikuwa mwanamke akigundulika na mimba kabla ya kuolewa ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka afe. Kwa hiyo alijua kabisa hapo Yusufu aondoke, huyu mwanamke asemwe ni mzinzi, tupige mawe mpaka afe, tuone hizo ndoto zake zitatimiaje, tuone hilo analolitaka Mungu litakuwaje. Angalia wanaotaka kumua Yusufu, si tunamua mkaidi, si tunamua huyu mdogo wetu ana heshima. Tuone yale maono yake, zile ndoto zake zitatimiaje. Kwa mtu anaweza akakudhibiti wewe, akakufunga katika ulimwengu wa roho, akafunga milango yako ya baraka, alafu anakaa anasema tuone sasa yale ambayo Mungu alikuandalia yatatimiaje. Haleluya kanisa. Ukiona vita vya namna hii usikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali. Ujue hilo ni vita ya kumiliki milango yako ya baraka. Shetani hataki ufikie kile ambacho Mungu ametaka. Kile ambacho Mungu anataka, shetani hataki ufikie. Na kwa sababu hataki ufikie, anatumia wanadamu, wala hatumii kitu kingine. Anatumia watu wa karibu yako. Hapa tunaona ametumia ndugu zake na Yusufu. Twende tuangalie andiko lingine. Angalia Joshua 1 mstari wa 2 mpaka wa 5 pale, tutasoma na ule wa 9. Joshua 1 mstari wa 2 mpaka wa 5 pale, tutasoma na ule wa 9. Anasema hivi, Joshua 1 mstari wa 2 mpaka wa 5. Anasema hivi, Musa mtumishi wangu amekufa. Aya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu wa Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Angalia mstari wa 5 anachomwambia. Anamwambia hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakuacha wala sitakupungukia. Twende mstari wa 9. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe kila uendako. Mungu anamwahidi hayo Joshua kwa sababu ya vita ya kumiliki nchi ya ahadi, kwamba nimekupa nchi ya ahadi, lakini kuna vita kuingia ile nchi. Yaani kama wewe Mungu ameshakupa, amekupa kitu fulani, lakini kukifikia pigana. Na Mungu anakuhakikishia usalama, anasema nipo na wewe. Haleluya kanisa. Anasema nipo na wewe ili nikuokoe, ili nikusaidie. Na anakuambia usiogope, maana mimi nitakusaidia. Hao wanaahidiwa nchi ya ahadi. Na ahadi Mungu alianza toka kwa Ibrahimu, kwamba angalia machoko, angalia pote mpaka mwisho wa upeo wa machoko, kote huko nimekupa wewe na kizazi chako. Bado Ibrahimu hana hata huyo Isaka, anapewa nchi. Mungu anaona utakuwa na kizazi. Hapa kimekuja kizazi cha Ibrahimu, sijui cha ngapi huko, wameshazaliana, wameshakuwa wengi, wamekumbuka kuna nchi ya ahadi Mungu alimwapia babu yetu Ibrahimu. Tunataka tuende tukamiliki, tukatawale kule. Wanaweza wasiwe sana. Safari inaanza, Musa anawatoa wana wa Israeli Misri, anawapeleka nchi ya ahadi. Njiani vita vinaanza kati ya Musa na hawa wanaowapeleka. Yaani hapigani Musa na Mhiti, hapigani na Waperizi, na hawa wanaowapeleka.
njia nzima ni kiburi, ni majivuno, ni majigambo, ni kubishana naye, ni kushindana naye. Naona shetani alivyo amewatoa kwenye utumwa, anawapeleka kwenye nchi ya ahadi, na wote wanajua, na walikuwa wanalia, utumwa ulikuwa mkali, lakini shetani anajua kule wanakoenda makusudi ya Mungu yanaenda kutimia. Anaanza vita kupitia hao wanaowapeleka. Safari ya kwenda muda mfupi ikaonekana ngumu, ndefu, miaka 40 bado wanazunguka njiani. Ndio maana kuna kitu utakao upate ndani ya muda mfupi tu, lakini kwa sababu ya mapambano unaweza kujikuta miaka ikapita upate. Kutoka Misri ukiangalia kwenye ramani kwenda pale Israeli ilipo sasa ni pafupi sana, lakini shetani akatumia hawa kupigana na kusudi la Mungu. Haleluya kabisa. Yesu anasema adui ya mtu huwa hatoki mbali. Ni lazima awe anakujua vizuri, ni lazima awe anakuelewa wewe vizuri, maana akija mgeni sasa anakujua nini. Kwa hiyo aliwatumia wale, baada ya wale waliokuwa wanaleta kiburi kufia jangwani, kizazi chao kinaenda kinakutana na Wahiti, kinakutana na Waperizi. Wengine Mungu anawaambia kwamba mkifika mji fulani tangulizeni amani, watumieni watu waombe mapatano na wale watu, mpite pale kwa amani. Na Musa na Yeshua anafanya hivyo hivyo, anaomba wazee wa Israeli kadhaa, wanaenda, jamani, tunapita hapa, tunaelekea nchi fulani, tunaomba mturuhusu tupite tu, yaani kupita tu kwenye ardhi. Lakini hao wafalme wanasema hapa mpite. Wanasema sana, kwenye ardhi hii hamtapita. Kwa hiyo anapoambiwa hivyo, inabidi Mungu sasa ajipange na wale watu kupigana na wale Wahiti. Kama si vita, yani ilikuwa tu wanaomba bwana, tunapita, si tunapita. Yani sawa, leo wewe, sisi tuko huku Kigamboni, tunataka tuvuke kwenda labda Mbezi kule, tuiombe Kariakoo, jamani, meya wa Kariakoo au mkuu wa wilaya ya Ilala, sisi wana Kigamboni tunapita kwenye mji wako, tutapita hapo Ilala, tunaenda wilaya ya Ubungo. Sio kama unaelewa hapo. Tunaomba tutumie tu barabara yako kupita tu, hatutafanya fujo yoyote, tunapita. Mkuu wa wilaya ya Kigamboni anasema, wa Ilala anasema, na wajua hao, sitaruhusu wapite hapo, wakipita wao na mimi. Kwa hiyo anajipanga kwa majeshi yake. Sasa sisi tumekosea wapi? Inabidi na sisi sasa tujipange, tupigane na huyu mkuu wa wilaya ya Ilala, tumshinde, alafu tuingie Ubungo. Mnafika Ubungo naye mkuu wa wilaya ya Ubungo ataki, jamaa mpiti hapo. Ndio walichokutana nacho wana Israeli. Wanaweza sio sana. Sasa kuna shida gani tukipita? Kwa nini mkatai tusipite? Ilikuwa wanajua kwamba wanapokwenda ndio kwenye baraka zao. Wanapokwenda wanaenda kumiliki milango yao ya baraka. Kwa hiyo lazima tuwapinge ili ikiwezekana wakate tamaa, ili wale wanaokaa kwenye ule mji waendelee kukaa. Wanaweza sio sana. Walipigana, walipoingia kwenye lango lao la baraka wakakuta manefili wapo kule, wakapigana nao, wakawamaliza, wakagawiana vipande, kwamba kabila la Warubeni mkae hapo, kabila la kina Yuda mtakaa hapo. Wakagawana, kila mtu wakamgawia, kasoro wana wa Haruni tu. Sema nyinyi kwa maelekezo ya Mungu, nyinyi hamtakuwa na eneo, nyinyi mtakaa hekaluni. Wanaweza sio sana. Hao 11 watakusanya, wataleta kwenu. Sasa hayo tujifunze, unapotaka kumiliki milango yako ya baraka kuna vita. Maana somo linasema vita ya kumiliki milango yako ya baraka. Na Mungu anatuhakikishia usiogope. Hebu mwambie wenzako usiogope. Mwambie tena usiogope. Mungu yuko pamoja nasi. Angalia sisi kwa mfano tu, sisi kanisa hili. Wako waliotamani sana tusiwepo hapa, na wengine wakatamani kwamba tukishaondoka hapa tusipate kabisa eneo Kigamboni, tuende mbali huko.
Tukatafuta eneo la kwanza, tukatumia madalali. Dalali akawa anatuambia eneo lile linauzwa, mtanunua kwa bei fulani. Lakini siku tunataka tuonane na mhusika, dalali apokee simu yetu. Baada ya kumgasi sana, akasema jamani, niwaambie tu ukweli, lile eneo lipo na linauzwa, lakini wazee hawataki hapo. Kwa hiyo si kwamba eneo haliuzwi, si kwamba eneo halipo, eneo lipo linauzwa, wazee hawataki. Kwa nini hawatutaki? Tunapiga watu, tunakula kwao. Hawatutaki kwa sababu gani? Hiyo ni vita ya roho. Tukatumia dalali mwingine, tukapata eneo, na tunafika pale. Yaani jana tumelikuta, tunafika leo tunaambia limeuzwa jana, nilipoondoka tu limeuzwa. Yaani shetani yuko lazima kufanikisha jambo haraka haraka, akijua tu wewe mtoto wa Mungu unakuja kwenye miliki yako. Na wao usishangae, unaweza kaahidiwa kazi, alafu kesho unarudi ambia, yaani jana ulipotoka tu. Tukapata mtu mwingine. Sasa kama mlitaka mtu jana ile, simu gani ambie nianze? Au katoka pale ukarudi, ukija tena unaambiwa habari zingine. Haleluya kanisa. Shetani ashajua, akishajua kwamba unapoenda unaenda kutimiza kile ambacho Mungu haswa alitaka uje ukifanya. Vita hapa katikati na kwa nikuu. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue kwamba vita hii ni vita ya kumiliki. Kwamba kama ni vita ya kumiliki, sitachoka, sitakata tamaa mpaka kieleweke, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Sitashindwa. Ukiruhusu kukata tamaa, hautamiliki. Kwa sababu miliki ninayoongea hapa si ya ardhi tu, sio ya mali tu, miliki ya vitu vyote. Iwe ndoa takatifu ina vita. Nimeweka huko mbele, mtachambua. Iko elimu ina vita. Iwe ni uzao una vita. Haleluya kanisa. Vita nyingine ni uzao, vita nyingine ni elimu. Mwingine unakuta vita yake kwenye kazi. Amesoma vizuri, lakini kupata matokeo ya kile alichosoma haiwezekani. Vita iko hapa. Yaani kila mtu akiwa mahali, yaani wanazishangilia vyeti. Tulikuwa tunatafuta mtu wa aina hii. Yaani tulikuwa tunamtafuta huyu. Yaani jana tu tumetoka kwenye kikao cha bodi, tunataka msomi wa aina hii. Utaambiwa njoo siku fulani. Alafu ukija, yaani ni kama yamesahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila unapoenda, habari ni yaani wanakupokea. Nasema yaani hapa nimeshapata kazi. Ngoja waonyeshe mgongo. Kila kitu kimesahau. Unapoondoka, shetani anafanya ya kwake. Kwa kufanya huduma, tumejua siri nyingi sana za huyu bwana shetani. Bwana kwa herufi ndogo, sija kajienu. Tumejua siri nyingi, namna mambo anayofanya kwenye milango yako ya baraka. Anafanya vitu vya kuumiza sana. Alafu nyinyi mnagombana wenyewe kwa wenyewe. Yeye kakaa hapo katikati. Wewe unaanza kumchukia mwanadamu wenzako, mlaumu mwanadamu wenzako. Ni kweli ametumika, lakini anayefanikisha yasiende, yeye yuko hapa katikati. Sasa angalia wale ndugu wa Yusufu, wanamchukia Yusufu bila sababu. Angalia hawa wanapita, wanaomba kupita tu, lakini wahivi waperuzi wanasema hampiti. Yaani kana kwamba tukipita tunaondoka na hali. Tunapita, tunaacha mpaka mavumbi. Tunawaachia mavumbi yao. Nikamwambia mpite hapo. Kwa nini? Wameshajua kule wanapoenda ndio kwenye nchi yao ya ahadi. Kwa hiyo tupambane nao wasiingie kwenye nchi ya ahadi. Haleluya kanisa. Namkumbuka baba mmoja alinisimulia hiyo. Anasema hivi, nilizaa mtoto wa kwanza wa kike. Kwanza nirudi nyuma, alisema hivi, nikiwa mvulana mdogo nilipoteza wazazi wangu wote. Kwa hiyo hapa nilipo mimi ndio ukoo, sina baba wa kwa mama, sina kaka wa kusema huyu nimezaliwa naye.
wala dada ukisema huyu nimezaliwa naye. Niko mwenyewe, yani unavyoniona ndio uko. Lakini nililelewa na ndugu hivyo hivyo mpaka nikakua. Mungu kwa mkono wake akanisaidia mpaka nikapata kielimu nilichokipata. Anasema nikafika wakati wa kuoa, nikapata mke anayenipenda. Angalia vita ya adui inakotoka. Yule mwenye yule binti, yani wazazi wa yule binti niliyempenda na yeye aliyenipenda, wakaniambia tupe mahali kiasi fulani, nikawa si. Unajua miaka ile ukitaka kuoa mtu kukutajia ng'ombe 20 si kitu cha kuchanganya, ni kitu cha kawaida. Na wazazi wako ndio wanalipa. Sasa yeye hana hao wazazi, amelelewa na wabinamu sijui upande wa nani huko hivyo. Katajiwa mahali ili amchukue yule binti. Hana. Kijana anamuuliza binti, "Je, utakubali?" Anasema mimi sina shida, lakini sasa mahali waliotaja wazazi itakuwaje? Shetani alishajua. Anasema nikamkosa hivi. Lakini kwa sababu yule kijana alikuwa ni yatima na alikuwa na imani na Mungu, yule binti aliolewa mahala pengine. Akaenda kule akukaa sana, yule aliyemoa kafa. Wanasikia sana. Akarudi tena kwa wazazi wake. Amefiwa na mume wake. Yule kijana kaenda tena mara nyingine. Baba bado namtaka huyu mchumba wangu. Wale wazazi wakasema mara hii tutamuuliza yeye mwenyewe. Uko tayari kwenda hata bila mahali? Kwa hiyo wakamwita binti yao. Nafikiria wakati wamerudi, watu wengine wanamtaka yule mwanamke kumoa. Na ambao wako tayari kutoa hata hizo ng'ombe 20, ng'ombe 10 na ngapi wako tayari. Sasa wazazi wanamwambia fulani amekuja hapa na kutaka, fulani amekuja hapa na kutaka, na hao wote wana uwezo wa kutolea mahali. Wewe mwenyewe unasemaje? Yule mama akasema mimi naolewa na yule kijana ambaye ana mahali. Hiyo sio hadithi, ni historia ya kweli, usije ukajua ni hadithi. Na kuambia vita ilivyo ya shetani. Baada ya pale wazazi kabidi walivie wamuoze binti yao. Hawakumuoza hivyo hivyo, wakamwambia sasa wewe kijana tutakupa kazi. Ukiweza utamchukua huyo binti. Wakampa pori la kufyeka kubwa kama eka 3. Ukifyeka hii eka 3 hii tunakuozesha. Anasema nilifanya kazi kwa nguvu zote. Ndani ya muda walionipangia wao hata hujafika nimeshamaliza, nikaonyesha, kawakabidhi lile shamba. Akasema kweli. Akamwozesha. Wanasikia sana. Sasa anasema nilipomwoa mtoto wa kwanza nikazaa wa kike. Mtoto wa pili nikazaa wa kike. Toka hapo akawa hapati watoto. Baadaye anasema nilienda mahala nikapiga magoti. Nikamwambia Mungu, nakushukuru umenipa watoto. Yaani kwa imani, fikiria hajaokoka lakini ndani anajua kuna Mungu, dhamira inamuongoza. Anasema nilipiga magoti mahala, nikaangalia juu nikamwambia Mungu, umenipa na kushukuru umenipa watoto wa kike 2. Lakini hao watoto wa kike watachukuliwa na wenzangu, wataolewa. Naomba nipe mtoto mmoja tu tena wa kiume atakayenizika. Wanasema sana. Anasema haikuchukua muda akapata ujauzito yule mama, akapata mtoto wa kiume. Yule aliyemwomba. Bwana asifiwe sana. Kwa yule baba akajua Mungu amejibu dua yangu. Huyu akiolewa na huyu akiolewa, huyu atanizika na mimi. Anasema tangu mtoto alipozaliwa ni kuumwa, ni magonjwa. Anasema siku nyingine mtoto usiku wa 8 amezidiwa. Anasema nilitoka tu hata sielewi naenda wapi. Nimebeba tu. Yaani natembea nimekuja kupata ufahamu niko mbali. Yaani hata sielewi hivi inaenda wapi. Katoto. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Angalia vita ya mashetani. Yameshajua ndani ya huyu kijana akiungana na yule mama iko baraka kubwa wataipata. Kwa hiyo akaanza kupigana na yule kijana tangu akiwa bado mdogo.
Haya wadudu ukiyasema bwana, yani anajisikia vibaya kweli. Huyo mbona huwa angukaji? Haona yeye wamemfanya hivyo hivyo. Bwana asifiwe sana. Shetani anajua huyu na huyu wakikutana kuna baraka itatokea. Kwa hiyo angalia, mpaka mke wake akaozeshwa mtu mwingine, amerudi, bado Mungu amefanikisha, amemoa, anazaa mtoto wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, watatu, ambaye ndo amebeba baraka, hazaliwi. Mpaka baba wa watu anasema nilipiga magoti njia panda. Haleluya kanisa. Anasema yule mtoto ameumwa kwa sababu ana imani kwa Mungu. Anasema nilijikuta nimeenda kwa mganga, kama kwa nini mimi huyu mtoto ni kuumwa tu. Akaenda kwa mganga. Anasema kwa mganga, alipofika tu mganga anasema weka huyo mtoto hapa. Anasema namuita huyo anayemtesa mtoto, namuita umone hapa azungumze mwenyewe. Tena yule mganga anasema yule ana safari zake za kwenda wapi sijui, ngoja nimuite. Anasema akaanza kumuita, wewe fulani njoo hapa nakuita, njoo. Anasema akatokea mtu, ni mjomba wake, ni kaka yake na yule mke wake, yaani kama mimi niseme ni shemeji yangu, yuko pale na katoto yule baba. Anasema akatokea kaka wa mke wangu. Yule mganga anamuuliza unamjua? Anasema namjua. Ni nani? Ni shemeji yangu. Haya, wewe kwa nini unamtesa huyu mtoto? Kwa nini unamtesa huyu mtoto? Akayaeleza kwa mganga. Bwana asifiwe sana. Anasema naona hili sio kwenye ndoto, kwa macho ya nyama, mtoto ambaye umeomba. Haleluya kanisa. Anasema yakaisha pale. Akaamuliwa kwamba siku akifanya tu atamua. Yule shetani bwana ni mwongo, huwa hajipingaji. Anasema nikatoka pale, maisha ya huyo mtoto wa kiume yakaendelea. Ni mtu wa kuumwa wa kuamkia. Lakini anasema nilijitahidi hivyo hivyo, Mungu akamsaidia, akawa na akili sana. Hata asipoenda shuleni wiki nzima, akienda kwenye mtihani huyo wa kwanza. Anaumwa akitokea kwenye mtihani huyo wa kwanza. Akajikuta amesoma miaka ile, elimu nzuri ilikuwa ni mission. Bwana asifiwe sana. Soma seminari, maliza, akasema mimi nachagua kuwa padre. Bwana asifiwe sana. Akaja akawa padre. Kuja kuwa padre akawa na wafadhili wengi Ulaya. Baraka ambazo Mungu aliziweka kwenye tumbo la yule mwanamke aliyemzaa yule mtoto wa kiume zikaanza kuonekana. Yule kijana akawa na wafadhili wengi Ulaya. Makontena ya nguo yanakuja. Maisha yakabadilika. Familia yote akaibeba. Kijana ambaye hakutakiwa kuzaliwa, alipozaliwa magonjwa yakaambatana naye maisha yake yote. Naona haya mambo yalivyo. Kama kukata tamaa asingefika. Kwa hiyo akajikuta ameishikilia ile familia, akainyanyua ile familia. Kwa miaka ya zamani familia ile ikaishi kama watu wakubwa fulani kwa sababu yake. Lakini wakati wanaoana ndoa, yani yeye anataka moyo, ameguswa, huyu ndo mke wangu, wazazi wakamwozesha kuingia. Yani nasema kama Mungu akaingilia kati akapiga yule mwanaume, mke anarudi, wazazi wanamuuliza, anasema naolewa na huyu maskini huyo. Anakuja anamoa, anazaa mtoto wa kike, anazaa zamu ya kuzaliwa aliyebeba baba ambaye ndio Yusufu. Mtoto azaliwa. Kwa hiyo unaona kukuta umezaa watoto kadhaa, bado ndani unasikia kuendelea kuzaa, lakini upati kuna anayekuja ndiye atakayebeba hiyo familia. Mashetani ameshajua lazima pigana vita. Wanasikia sana. Anasema pamoja na hizo baraka zote akawa bado anaendelea kuumwa. Lakini sasa tayari ana uwezo, akiumwa anaenda Ulaya. Anasema mara moja
ameenda Ulaya, madaktari waliompiga, waliomtazama wakasema huyu akimaliza miezi 6 ana Mungu. Wanasema sana Ulaya, yani vipimo vya Ulaya, wewe ukimaliza miezi 6 wewe, yani namna tunavyokuona huko ndani, hata miezi 6 lakini akarudi akakaa zaidi ya hiyo miezi 6, akakaa tena miaka 20 mbele. Aonavyo mtu sivyo nionavyo. Mungu anasema muonavyo ninyi sivyo nionavyo, wala njia zenu sio njia. Sasa piga picha hiyo vita ambayo shetani anakabiliana na hiyo familia. Na umekutana wote hamna imani na Mungu, ni kwa waganga mnakapoteza hapo. Na kwa nini anapigana? Alishaona kwa kupitia huyu wengi, kwa sababu siku yule father sasa alifariki, tukasikia historia wanasoma, watu wengi wamesoma kupitia huyu. Yaani yeye alifanyika baraka, sio kwa ndugu tu, alikuwa na watu wengi aliowasaidia. Yaani watu wanaongea, mimi huyu ndo alinifanyia hivi, mimi huyu ndo alinifanyia, mimi nimesoma mpaka nimemaliza. Yaani kasaidia wengi, lakini wakati wa kuoana mume na mke, shetani alisimama katikati. Ndivyo shetani anapofanya vita, anapojua kwamba kuna milango ya baraka Mungu ameweka mbele yako, yeye anakukabili kwa namna mbalimbali. Wewe ukikosa haikuwa riziki yangu, sio haikuwa riziki yangu. Upeleleza kwanza rohoni, tafiti rohoni kwamba hii kwa nini limeshindikana. Nataka mbingu ziniambie kwa nini hili limeshindikana. Usipotafiti wewe utasema haikuwa riziki yangu, kumbe majamaa yamelani. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Ndivyo yalivyo kumiliki, ni vita. Huwa nawaambiaga vijana ambao hawajaokoka, nilipata nafasi ya kuongea, huwa nawaambia hivi, unajua ni rahisi sana umri wenu kusema nikimaliza elimu nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitakuwa hivi. Yaani unakuta mipango inatiririka, nitajenga, nitanunua gari, yaani, lakini ngoja uingie kwenye uwanja wa dunia. Na unakuta kumbe nilivyodhani sivyo ilivyo. Vijana wengi sana akiwa anasomeshwa, akikosa ada wazazi wanalipa, akikosa mahitaji wazazi wanatuma, anafikiri akitoka ndivyo maisha yalivyo huko nje. Mipango unayo mizuri kabisa, ngoja uingie kwenye uwanja wa mapambano. Na unapojua kwamba kumbe si rahisi. Nawaambia msione dunia iko rahisi hivi. Ni rahisi sana kujiona kwamba nikitoka mimi nafanya hivi, nagusa kile, nagusa kile. Yaani mbona mara moja nimetoka? Ingia. Unakuwa na mipango yako safi, lakini inakwama, hata uelewi inakwamaje. Unaona kabisa hiki nataka kiende na unakiseti vizuri, lakini kinavyoshindwa hata uelewi. Naambia kwa sababu hata sisi tulitoka huko. Nilikuwa napanga kabisa, yani hapa mimi, yani unaona watu ambao hawajafanikiwa kwamba wanaka uzembe fulani. Mbona yani mimi, yani una mipango kweli kweli, kumechemka na unatoka unaanza unayaendea wewe. Mungu anasema ninyi bila mimi hamwezi. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Mipango unayokuwa nayo ni mizuri, Mungu ndo anayekupa. Sasa adui naye anaiona kile unachoona ndani ni Mungu anataka uwe hivyo, lakini shetani anaona na hataki uwe vile. Ndio tunaita vita ya kumiliki milango yako ya baraka. Ukikaa hivi, yani unasikia, yani mimi nitafanya kile, nitafanya, yani unaona huko ndani zinatiririka. Na ni kweli una nia nzuri. Shetani ni roho na yeye anaona kwamba huyu anayepanga ni kweli atakuwa hivyo. Anakuja na kukabili, anakwamisha vitu vyako. Na unaona unaenda mwishoni unabaki kukuna kichwa, nakosea wapi? Nakosea wapi? So unakosea wapi? Wanakukabili rohoni. Wanakukabili rohoni.
rohoni kule wanapambana na wewe, lakini Mungu ameshakupa hicho unachokisikia ndani. Mungu ndo anataka uwe huyo, kwa sababu mwingine ndani anasikia mimi, yani nataka nisomee kitu fulani, na unakuta Mungu amekupa ufahamu wa kusomea hicho kitu, unaenda unasoma, unaenda. Majamaa anasema tunakusubiri kwenye uwanja wa mapambano. Wewe soma soma huko, tunakusubiri huko. Haleluya kanisa. Unapoingia kwenye uwanja wa mapambano, kile ulichosoma sasa uone matokeo hapo. Jamaa anaanza kukabiliana nawe. Kwa lazima ujue kumiliki ni vita. Bwana asifiwe sana. Kumiliki ni vita. Usipojua hayo ni ngumu kumiliki. Lakini ukijua, Mungu anasema nimekupa, angalia anawaambia kila zitakapokanyaga nyayo za miguu nimekupa, yani hicho unachokiwaza nimekupa mimi. Mungu tayari nimekupa, nataka uwe huyo unayejiona, lakini simama, pigana. Anaposema zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa nini, manake nimekupa. Yani kwangu hakuna kizuizi yanazuia haya majamaa, kwangu nimekupa. Bwana asifiwe sana. Nimekupa. Yule baba anasema nilipopewa shamba la eka 3 nililikatakata, yani Mungu amempa nguvu zaidi. Anasema nilikatakata ile miti nipewe mke wangu. Wewe angalia, Daudi anahaidiwa mtoto wa mfalme, anaenda kuua Wafilisti wangapi wale, anarudi na yale magovi aliyoambiwa yalete, kwanza kabla aliambiwa akimua tu Goliati atapewa mtoto wa mfalme. Amemua Goliati kupewa mtoto wa mfalme nchi. Anapewa mtihani mwingine, kalete magovi 40 ya Wafilisti. Na wanajua Wafilisti ni adui zetu. Kwa hiyo haya magovi mpaka yapate 40 watapambana naye, wanaweza kumua huko. Lakini angalia Daudi, kwa kuwa alimtaka mke wake, akajitia nguvu katika Bwana, akaenda akapambana na Wafilisti, akawaua, akakata magovi 40, akamletea mfalme. Hayo hapo, kama unapika supu, pika supu, nipe mke wako. Sasa wewe ukisema vile usifikiri ni utani, kwamba unapotaka kupata cha kwako kuna vizingiti vingi itainuka. Kwa sababu nilishaniahidi kwamba ukimua Goliati tishio la taifa, tunakuozesha binti wa mfalme. Sasa kabla ya kwenda kumua, si aliwauliza atafanywa nini mtu atakayemua huyu? Si ndio? Wasomaji wa Biblia, si ndio? Haya, ameenda kijana, amejitoa ama zake. Mungu kamsaidia, kamua Goliati. Hapewi mke, hapewi chochote alichoahidi. Anapewa mtihani mwingine, kalete magovi ya Wafilisti. Wakati wanajua Wafilisti ni maadui zetu, alafu mnamtuma kijana mmoja aende. Wanasiwe sana. Nataka nikwambie, Mungu akiamua kukufanikisha, wala hasimami na jeshi la watu, anasimama na wewe mmoja. Wewe mmoja unaweza kuwa sababu ya uponyaji na ukombozi wa familia. Daudi hakuogopa, amesema 40 naye alijua ni naye Mungu aliyeniokoa na Mfilisti yule Goliati, aliyeniokoa na simba na dubu, ataniokoa na Wafilisti. Akaenda akapigana, akaleta walichotaka. Wafilisti leo ni wakina nani? Ni wachawi. Wafilisti leo ni wafuga majini. Wafilisti leo ni shetani anayekabiliana na wewe. Bwana akiwa upande wako utashinda. Haleluya kanisa. Akiwa upande wako utafanya nini? Utashinda. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa. Huna haja ya kuwa na hofu. Ndio maana usiona leo vijana wengi wameishia betting. Wengi mwelekeo wa maisha umekata. Hawako tayari kupigana vita ya roho. Naona kijana kabisa ambaye alitakiwa awe hivi sasa, lakini ni kama dira imepotea kwake. Lakini kimuuliza anaongea Kiingereza vizuri, amesoma ameisha kusokota rasta.
amesoma na isha kuvuta madawa ya kulevya. Kwa nini? Vita inainuka, hana namna ya kupambana nayo. Ndio anaotembea na vikatasa na kwambia nimebeti Man U, nasubiri Man U inacheza saa ngapi. Usifikiri wanajadhana kwenye mipira kule kwa kupenda kwenye TV kwamba nimeshawekeza kahela kangu nilikoomba kwa fulani, sasa sijui katanipa matokeo, kitu ambacho kibibilia kipo. Mungu asemi tutafanikiwa kwa kubashiri. Kubashiri ni dhambi. Kwa nini leo nguvu ya vijana haipo tena, wamebaki kubashiri? Kwa sababu bila imezimwa. Tuwasome wakina Daniel walikuwa vijana. Huyu Daudi tunayemsoma alikuwa kijana. Huyu Samsoni tunayemsoma alikuwa kijana. Kwenye eneo la vijana hapo ndipo mtu anapofanya mapinduzi ya kile anachotaka kwenye maisha yake. Lakini unakuta wanavuka kwenye ujana, amejichokea, hajui afanye nini. Wanaweza siwe sana. Kwa nini? Kashindwa kupigana vita. Kashindwa. Si rahisi. Ndio maana wanabaki wengine leo machawa. Yaani unaona kijana na nguvu zake ana kibarua cha kumsifia mwanaume mwenzake. Yaani wewe, yaani tumefika pabaya hata mashetani yenyewe anatushangaa. Yaani wewe inabidi uniongelee mimi vizuri ili ndo kula yako. Hivi mimi nikifa sasa unaishi? Utafute mwingine wa kumwongelea vizuri. Haya, wasipokuwepo kuwaongelea vizuri, si umeua familia? Hiyo ndio kusudi la shetani. Lakini huyo ambaye unaona anamwongelea huyu vizuri ili ampe hela ya kula, ana nguvu za kufanya kazi, ana maono yake. Utatimizaje maono ya kwako kwa kupitia kumwongelea mtu vizuri? Ndio maana wewe kumwambia mtu hii nyeupe kwa sababu anamwongelea fulani, anamwambia hii sio nyeupe, hii nyeusi. Kwamba akikubaliana wewe hii nyeusi, anayemwongelea atamnyima kula. Inabidi awe mtumwa wake. Hata kama anaiona hii ni nyeusi, alazimishe iwe nyeupe. Kwa sababu nikikubaliana hii nyeusi, sitapata posho. Wanasikia sana. Hiyo ndio kusudi la shetani. Si kwamba Mungu hajaweka kitu kwa hao wanaitwa machawa. Mungu ameweka kitu ndani yao. Lakini wameshindwa, wamekabiliwa, wameshindwa. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio kazi ya shetani, maisha maskini. Hiyo ndio kazi ya shetani. Anajua kabisa huyu mtu kesho ni huyu. Kwa hiyo nitamkabilije? Anakukabili mapema. Akishindwa tumboni, atapambana na wewe katika uhai wako. Ndio maana wengine vita yao ilianza toka tumboni. Kwa namwambia binti moja hapa, mashetani anasemaje? Kwamba sisi tumeshindwa kumuua huyu tangu tumboni, ametushinda tumboni. Kwa hiyo tukashangaa tu amezaliwa. Alipozaliwa bado tumepambana naye, tunamshinda. Fikiria kwa nini? Yaani yenyewe yanashangaa kule tumboni alitushindaje? Mungu alikuwa pamoja naye. Wanafunga sana. Kwa hiyo wewe ukitaka, milango yako ya baraka utaimiliki. Kwa sababu Mungu anasema tayari mimi nimeshakupa. Tayari nimefanyaje? Nimekupa. Ni wewe kupigana. Ni wewe kuhakikisha ushindi. Twende andiko la mwisho, tuingie kwenye maombi. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 6. Mstari wa 8 mpaka wa 13. Matendo ya Mitume sura ya 6. Matendo ya Mitume sura ya 6. Mstari wa 8 mpaka wa 13. Anasema hivi, mstari wa 8. Anasema na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Na Stefano akijaa neema na uwezo
alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mauru na la Wakirene na la Waiskandaria na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Kwa sababu ya uvivu wao wanaenda wanajadiliana, lakini hawakuweza kumshinda, na kwa hiyo hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye, hata wakawashawishi watu waliosema, yani wanawashawishi watu waseme kinyume, uongo. Wakawashawishi watu waliosema, tumemsikia mtu huyu akinena maneno kumtukana Musa na Mungu, kitu ambacho si kweli. Wakawataharisha watu na wazee na waandishi, wakamwendea, wakamkamata, wakampeleka mbele ya baraza, wakasimamisha, angalia huo udhalimu unaofanyika hapa, wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Mashahidi waliosimamishwa ni wa uongo. Kinachompelekea mabaya haya Stefano yampate neema ambayo Roho wa Mungu aliweka juu ya kufanya miujiza. Najua kila mwanadamu Mungu ameweka neema ndani yake. Bwana asifiwe sana. Hata katika huduma hizi hatufanani. Biblia anasema kuna tofauti ya utendaji, lakini Roho ni yeye. Sasa hao waliopewa neema ya kufanya miujiza huwa wana vita kubwa sana. Hao wamemwonea wivu tu kwa sababu ya neema ambayo Mungu aliweka kwa Stefano. Akiombea wagonjwa anapona, akiombea huyu kiwete anatembea, vipofu wanaona. Ile tu neema ile ya kufanya miujiza ikawa shida kwa makanisa yametajwa hapa. Masinagogi kadhaa yametajwa hapa, karibu 4. Wakajadiliana, wakataka washindane naye. Waliposhindana naye, Stefano alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hakuna anayeweza kubishana na Roho Mtakatifu kumshinda, kwa sababu yeye anakujua mpaka unachokiwaza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakajikuta kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya Stefano wakashindwa vibaya, wakatengeneza mashahidi wa uongo, wakampeleka Stefano kwenye mabaraza. Na hapa Biblia inasema wakamsimamishia mashahidi wa uongo, kisa mpaka yote yanatokea neema baraka iliyokaa juu ya Stefano. Ndio maana nakuta hivyo ulivyo tu, mwingine hataki. Hata anapokuona wewe unatoka na mume wako mnaondoka kwenda kanisa, hataki. Anapokuona wewe unarudi watoto wanakupokea, hataki. Si kwamba umefanya kitu kibaya, unaweza kawa ni mwema kwake, unamfadhili, lakini kwa nini hataki? Ndio anafanya miujiza, si anaponya watu. Wewe inakuuma nini? Na wewe si nenda kaponya. Ndio anafanya miujiza, vipofu wanaona, wewe inakuuma nini? Na wewe kama una kipofu simlete amponye. Lakini waangalia, wakafanya mambo yakawa makubwa mpaka wanatafuta mashahidi wa uongo, wanampeleka mpaka Stefano akapigwa mawe mpaka kufa pasipatia yoyote, kwa sababu tu neema Mungu aliyoiweka juu yake. Kwa hiyo unaweza ukashambuliwa kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekupa. Siku moja niko sokoni, vitoto vimetanguzana, vitoto kama 4 vimevaa vikanzu vidogo vya Kiislamu. Siwasemi vibaya, lakini nasemea huo mfano. Vimevaa kanzu, vinaenda madrasa, vinani unao mkono, vimebeba na vitabu. Sasa vimepita mahala, kuna mama anachoma vitumbua, nimenunua vitumbua, vinagawana. Sasa kuna mtoto mwingine wanaye msafara ule, lakini ni Mkristo. Huyu mkata kitumbua anakata mpe na yule aka kingine, kaza usimpe wewe Mkristo. Unaona
Yaani aliyenunua kitumbua hana hiana, yuko tayari kukata wampe swaiba wao. Lakini wa pili anasema usimpe huyo, ni Mkristo. Umenunua wewe, si mimi ndo nimenunua, si mimi ndo nampa. Sijui kama umenielewa. Mungu aliyetuumba sote wanadamu yuko tayari wewe umiliki, ameshakupa. Lakini mwanadamu mwingine anasema sipate huyo. Kwa hasira nikasema wewe rudi, nikamchukua mtu, rudi mama, mpe vitumbua 5 huyu. Sasa tuone wewe ule nunua kimoja na huyu mwenye 5, bosi nani? Haleluya kanisa. Uone mambo haya yalipo. Uone haya mambo yalipo. Sasa hiyo ndo shetani anavyofanya. Mungu baba yako yuko tayari umiliki, ambaye ndo ameumba vyote, yuko tayari umiliki. Anainuka mwingine ambaye hata juu msingi umepigwaje, hata hajahusika, ana uchungu wote, lakini hataki mwingine apate, anataka wewe. Hiyo ndo vita ya kumiliki. Wanafunzi sana. Kwa hiyo lazima uko mbele, nitatoa majawabu kwamba nafanyaje sasa ili nimiliki. Nitatoa majawabu, nimeweka vipengele vingi. Haleluya kanisa. Simama kwa miguu yako.